kuangazia hapa kidogo kwenye yale yaliokuwa yameweza kujiri hasa kule bungeni, katika bunge pendwa kabisa, bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, baada ya wabunge kula kiapo kwanza baada ya kumpata spika wa bunge, lakini pia vile vile baada ya bunge kula kiapo, na baada pia vile vile ya kutangazwa waziri mkuu Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, waziri mkuu mteule. Nikajaribu kidogo kupitia naita wasifu wake kabla ya kuja kupata huu waziri mkuu wa awamu hii. Dr. Mwigulu Lameck Nchemba alizaliwa mnamo tarehe 7 Januari mwaka 1975 mkoani Singida. Ni mchumi na mwanasiasa mwenye uzoefu mkubwa wa serikali na ndani ya Chama cha Mapinduzi CCM. Kabla ya kuingia katika siasa, alifanya kazi Benki Kuu ya Tanzania, yani BOT, kama mchumi mwandamizi, na alijikita zaidi katika uchambuzi wa sera za kifedha na maendeleo ya kiuchumi. Kama ambavyo umesema hapo ndugu yangu Twalibu kwamba alikuwa kwenye sekta ya masuala ya fedha, na mnamo mwaka 2010 alichaguliwa kuwa mbunge wa Iramba Magharibi, kisha akateuliwa kushika nafasi mbalimbali muhimu serikalini, ikiwemo naibu waziri wa fedha ambapo alichukua mwaka 2012 2014, waziri wa mambo ya ndani 2015 hadi 2018, na waziri wa fedha mipango 2021 hadi 2025. Yani mpaka anakuja kupata wadhifu huu au mamlaka haya ya kuwa waziri mkuu, manake alikuwa ndani ya wizara, ama alikuwa ni waziri wa fedha na mipango. Dr. Mwigulu anajulikana kwa kusimamia nidhamu ya bajeti, uwajibikaji na uwazi katika matumizi ya fedha za umma, na pia kwa falsafa yake ya uwajibikaji na nidhamu ya kazi. Na mnamo Novemba 13, 2025, Rais Samia Suluhu Hassan alimpendekeza rasmi kuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Dr. Mwigulu ni mume wa Dr. Eva Nchemba na ni kiongozi anayejulikana kwa uthubutu wake wa kisiasa na uzoefu mkubwa wa kiuchumi, akizingatia maendeleo ya taifa na ustawi wa wananchi. Kama ilivyo kawaida kila awamu ya urais, kuna kuwa pia vile na awamu za mabaraza ikiwemo na mawaziri. Kwa hiyo tumetoka huko tulikotoka, tulikuwa naye Fredrick Kisumai, tukawa naye pia tulikuwa naye waziri mkuu Majaliwa. Kwa hiyo na kwa sasa pia tunaye Nchemba. Kwa hiyo waziri ambaye mwanasiasa ambaye mwanasiasa ambaye anafahamika kwa ukali, si ukali wa kuonea. Unajua kuna ule ukali wa uonevu, sio mabavu, ule ukali wa vitendo na maneno pia, na mwenye misimamo pia ya namna hiyo, ambapo napokuja swala lenye kutizama maslahi mapana ya taifa